Miaka 16 ni mtoto. Yaani mwanaume anayeingia kwenye uhusiano ama anayefanya mapenzi na binti wa miaka 15, 16, 14, wapo wanaenda hadi na watoto wa miaka 12. Ni watoto. Nikisema ni watoto namaanisha kwamba binti wa miaka 16 si binti ambaye anajua anataka nini. Si binti ambaye anajua hata miiko ya mwili wake. Hivi unajua hapo wakati unaongea wewe kuna wanaume wenzangu huko wanafanya hivi. Yes. Kwa sababu wengi sana. Kwa sababu mitaani huko ndio watu wanakwenda na mabinti wadogo wa umri huo. Wadogo sana. Na inawezekana pengine nitutazama hapa baba fulani ambaye labda watoto wake wanasoma na kaa ndani ya geti, lakini sio wote ambao tunakaa ndani ya geti, sio ndio? Kuna maisha yale ambayo watu wako yani tena sijui vurugu mechi yani mtaani watoto wa miaka 14, 15, 16 wamechanganyikiwa na sio kwamba wao ni wana makosa. Ni kama vile familia huwa zinawaachia. Hapana. Unajua kwa nini nakwambia familia zinawaachia? Nimejifunza kitu kimoja kwa sababu mimi nimekuwa maisha haya ya kujitegemea ukiwa na umri mdogo. Yes, ya kujitegemea. Huwa inafika kipindi mzazi kama anachoka, anaona kama yani anasubiri mlango ufunguke amwachie mtoto akajibebe. Si ndio? Ingawa haitaki kuwa hivyo. Sasa hapo kwa wazazi huwa hawasubiri mtoto aende akajibebe. Kwanza, asilimia kubwa ya wazazi huwa hawajui watoto wao wanapitia nini. Kipindi cha nyuma ukifuatilia familia nyingi za Kichaga, mtoto wa kwanza kama ni wa kike waga anaenda kukaa kwa bibi hata kama hakuna sababu za ile haihusiani na kwamba tumemshindwa. Hatujamshindwa, ni mtoto mdogo. Yaani hata mimi ulianza kukaa na bibi mimi nimeanza kukaa na bibi wakati marehemu babu yangu akiwepo hai, nilikuwa nina miaka 4. Yes. Nimekaa na bibi kwa kipindi hicho. Babu yangu alipofariki baba na mama wakanichukua. Nikaenda nikakaa nao. Bibi alivyokuja kututembelea kule akaondoka na mimi tena. Kwa hiyo nimekuwa na hivyo vipindi vya kukaa na mama kwa muda mfupi, bibi muda mrefu zaidi, na watu wa upande wa kwa babangu. Ili kujengea nini hiyo? Kwa sababu wakati mila zinatengeneza mazingira hayo ya mtoto wa kwanza kwa Wachaga kwa wakati huo labda anakwenda kukaa na bibi. Sidhani kama inakuwa ni choice ya mtoto. Si choice ya mtoto, na wakati mwingine si choice ya mama. Wakati mwingine si choice ya mama. Si choice ya mama. Hakuna mama anayependa kumtoa mtoto wake ambaye ni na huyu bibi anakuwa mara nyingi ni wa baba. Yes, wa upande wa baba. Kule kwa bibi katika hali ya kawaida kuna watoto wa bibi ambaye ni pengine baba zako wadogo, mashangazi, au wanakuwa bibi peke yake? Kwa bibi, mimi nilivyokuwa kwa bibi yangu mimi, walikuwa wanakuja wengi na kuondoka. Pale alikuwa nani? Pale permanent, dakika za mwishoni za jioni mpaka mimi naondoka, alikuwa mdogo wangu mwingine wa kuzaliwa naye. Yes. Okay. Ndo alokuja dakika za mwishoni na mimi nikaondoka. Lakini kwa upande wa malezi, kwa hiyo manake wewe mpaka wewe umevunja ungo ukiwa kwa bibi? Yes. Na najua siku hizi kwa sababu yeye kwako sio zamani, miaka yako sio mingi. Manake najua kuvunja ungo sio 16, si ndio ni chini. Nilivunja ungo nilikuwa kwa mama. Nilienda kwa mama mara moja. Yes. Nikavunja ungo kule, nikapelekwa kwa bibi mza mama, nikafundishwa, ndipo nikarudi huku kwa bibi sasa nilikokuwa natakiwa kuishi. Okay. Ungekuwa na kwa bibi pale kuna mazingira ambayo panaweza pakawa, sasa sizungumzii kwenye kesi yako, nazungumzia kesi nyingine. Kesi za wabibi. Na unazungumzia kwenye kesi za familia nyingine, mazingira ambayo pengine ya kufikirika. Yes. Panaweza pakawa panapokuwa na wewe msichana mrembo kama wewe. Umevunja ukiwa na 14? Mimi nimevunja ungo na miaka 14. 14. Umevunja ungo ukiwa na miaka 14. Ndio. Msichana, na unajua unapovunja ungo maana yake ile unabadilika. Kila kitu kinabadilika. Wewe mwenyewe unaanza kutaka kujipenda, kuwa msafi, unang'aa, si ndio? Ndio. Panapokuwa na wanaume pale ambao wanamuita bibi labda mama, au wanamuita bibi ni bibi fulani, yani nyinyi wewe na wale wanaume
mnakuwa hamko ile karibu sana, ingawa mnaunganishwa na bibi kimtindo fulani. Yes. Huwa sio hatari? Ni hatari sana, kwa sababu unajua ukiwa ni mama wa mtoto naelewa, nakuelewa. Kuna vitu unakuwa unaweza kuvisense. Uko sahihi sana. Tofauti na bibi. Tofauti na bibi. Au mama mkubwa. Au mama mkubwa. Bibi au mama mkubwa anaona alichoamua kukiona. Okay. Haoni kutoka kwenye hisia za umama. Si umenielewa? Kwa mazingira ya ukatili yana uwezekano wa kutokea zaidi ya 80%. Hivi pia unakuta bibi ni kwa sababu imani yake ni ya nyuma sana, kwa maana ya kwamba anajua kila kitu kiko sawa. Yes. Maanake nyakati zinabadilika kabisa. Pengine unyama ambao leo upo hauoni, yeye haujui sana. Kabisa. Wacha bana. Yaani mabibi wengi ambao nimekutana pia na mimi na hizo kesi za watu wa mabinti waliolelewa na mabibi, wamepitia ukatili wa kingono, wamepitia ukatili wa aina tofauti wakiwa mikononi mwa bibi zao. Maanake pale bibi anakuwa kama hayuko sana karibu, sio kama mama Bibi anaweza akawa karibu, lakini unajua kuna ukaribu wa kihisia na ukaribu wa kawaida, kwamba mtu yupo kwenye daily routine yako. Sio, unanielewa? Mtu ambaye ana ukaribu na wewe wa kihisia, akikuangalia tu anajua kwamba Masudi hapa kuna kitu kwake hakiko sawa. Mtu ambaye yuko tu kwenye mzunguko wa maisha yako wa kawaida, wewe ukicheka tu anaamini uko sawa. Kwa hiyo watoto wengi wamejikuta wanapitia ukatili na kuunyamanzia kwa sababu wanahisi hakuna atakayewaelewa. Ukizingatia mabibi wengi sana ambao wanalea watoto wa kike na wa kiume, aidha kutoka kwa wazazi tofauti pale nyumbani, huwa wanakuaga wanawapenda sana watoto wa kiume. Okay. Hiyo ni kutoka kwenye uzoefu na kutoka kwenye experiences za watu wengine. Yaani anakuambia ukishakuwepo kwenye familia, mlezi ni bibi, wapo wajukuu wa kike na wa kiume, wewe unajua wale wajukuu wa kiume watapewa kipaumbele zaidi kwa sababu ambazo wanazijua. Hivi hiyo ni matokeo ya jinsia kukienzana Maana wanaona wazazi wa kiume anampenda mtoto wa kike. Wazazi wa kike anampenda mtoto wa kiume. Kwa maana hata bibi kumpenda mtoto wa kiume, sababu inaweza ikawa ni hiyo. Sababu inaweza ikawa ni hiyo, lakini pia kwa kipindi cha nyuma, ama nasema kwa miaka ya nyuma iliyopita, kulikuwa thamani ya mwanaume kwenye familia ilikuwa ni kubwa sana. Kwa hiyo mtoto wa kiume akizaliwa kwenye familia wanaamini wamepata mrithi. Mtoto wa kiume akizaliwa kwenye familia anatazamwa kwa jicho la karibu zaidi, kwamba wamepata mtu wa kuendeleza ukoo. Sasa kama wamepata mtu wa kuendeleza ukoo, kuna namna wanamprotect, kuna namna wanamkumbatia, ambayo kwa namna nyingine kama kuna watoto wengine pale wanaweza kujihisi kubaguliwa. Labda niseme kwanza kwa walezi wote ambao wanalea watoto ambao sio wa kuwazaa, hakuna unyanyasaji mbaya kama wa maneno. Nikisema unyanyasaji wa maneno, Masud, simaanishi unyanyasaji ule wa kumwambia mtoto nenda kaoge, nenda sio kafanya, huo sio unyanyasaji. Ila kuna ile unaweza ukawa unamsimanga mtoto na vitu vya mzazi wake, au na tabia za mama yake, ama na tabia za watu wengine wa huko upande wa mama yake. Yaani unajua unaweza ukamtukana mtu mpaka akajihisi kuwa yeye si binadamu, kwa sababu mtu ambaye anakunyanyasa kwa maneno, anakupush, yani anakusukuma kwa maneno kila mara, ni mtu ambaye huwezi kuamini kama anaweza kukulinda ukiwa na changamoto. Ni mtu ambaye huamini kwamba anaweza kuwa upande wako ukiwa unapitia jambo baya na mtu mwingine anayemfahamu. Kwa sababu kuna watu walikuja wakawa wananiambia, ungenifuata hata mimi. Sijui unanielewa, kama ulikuwa unahisi umekata tamaa, umefika mwisho, bana, lakini nikivaa viatu vyako wengi wanafiki tu. Umeelewa hiyo picha? Yaani mtu ambaye anakwambia ungekuja kwangu bado ungeweza kwenda, kwa sababu hatubaya sana sisi pia hatujatengeneza mazingira ya kumsikiliza mtoto. Yes. Sijui kama tunajifunza hiki kitu wazazi wa sasa hivi. Wazazi wengi unaweza ikatengenezwa timu, shangazi, mama yako, baba yako mkubwa, baba yako, wote wakakuona wewe ufai. Yaani mpaka majirani. Na sasa unajua kitu kilicholeta shida ni nini? Watu ambao walikuwa wananiambia kwamba ungeniambia mimi, huenda ningeweza kukusaidia, ni watu ambao kuna kesi ziliwahi kutokea, ukawapelekea, wakakurudisha pale kwa namna ya kukuhukumu wewe. Watu wengi hawayafikirii, na hiyo ni kwa sababu hawaamini kama mtoto kuna kitu kinaitwa haki kwake.
Unajua wazazi wengi ukishamzaa mtoto unaamini unatakiwa kumwamulia kila kitu hata kama si salama kwake. Na inakuwa mbaya zaidi kwa sababu ni utaratibu uliopo kwetu wa Tanzania wengi, hatumsikilizi mtoto. Yaani ukiletewa kesi mtoto kakwazana na mtu mzima, tunarudigi pale kwenye ule usemi wetu, mtu mzima hakosei. Haumsikilizi huyu mtoto kujua kwamba mpaka anamvunjia heshima mtu mzima, labda huyu mtu mzima alimshika maeneo yake, alimfanyia kitu chochote cha ukatili. Yaani waga hatutafuti kujua hiyo. Tunachoangalia tu huyu mtoto amemisbehave, hana heshima, hana adabu, amemvunjia heshima mtu mzima. Kungekuwa kuna ile rumu ya kusikilizwa mtoto, mimi naamini kuna ukatili mwingi sana kwa watoto ungeepushwa. Kuna watoto wengi wa mtaani wasingeenda mtaani. Kwenye hii kwenye hii ya mtoto kupelekwa kwa bibi yake, ndio mimi najua si kitu cha ajabu, kwa maana ya kwamba watu kuishi na bibi zao. Nataka kujua kwa Wachaga ni mila ambayo ni rasmi inayokandamiziwa? Sijui kama ni mila ambayo ni rasmi, lakini ni utaratibu ambao ulikuwepo sana. Yaani ukishakuwa ni mtoto wa kwanza wa kike. Hivi ndio manka, sio manka? Kwa kwetu kule hawaiti manka. Okay. Kwa kwetu kule hawaiti manka. Ulikuwa ni utaratibu wa mtoto wa kwanza. Ulikuwa ni utaratibu. Walikuwa wanasema inasaidia nini? Sio kusaidia nini. Walikuwa wanasema yule bibi pale nyumbani asikae peke yake. Sijui umenielewa. Kwa hiyo yule mtu ambaye atazaa mtoto wa kwanza kutoka kwenye uzao wa yule bibi, hata kama si mtoto mkubwa wa familia, huyo mjukuu wa kwanza wa familia, kuna namna atatakiwa kwenda pale nyumbani. Aidha akaishi pale moja kwa moja au awe anaenda kwa vipindi maalum, anakaa muda mrefu, anamfariji bibi. Kwa lengo ni kumlinda bibi. Lengo ni bibi awe na kumsaidia bibi awe na mtu. Awe na mtu nyumbani. Hawaitazami faida yako wewe au hasara yako wewe. Hawaangalii hilo. Wanaloangalia tu ni kwamba bibi awe na mtu nyumbani wa kumsaidia, wa kumwangalia, ili labda akishikwa homa usiku na nini, unajua wanaamini sana hivyo vitu. Haya, ukiacha tunapozungumzia usasa, mara nyingi usasa tunauangalia kwa sababu ya neno kuwa mjini. Ndio. Lakini unaweza kukuta mpaka leo katika vijiji vyetu yanafanyika mambo ambayo yalikuwa yakifanyika zamani. Ni kweli. Leo ikoje kuna utaratibu bado unafanyika? Baadhi ya familia bado wanafanya. Alafu sasa nikwambie leo ni mbaya kwa sababu watoto wengi ambao wanaenda kwa bibi sio sisi ambao tulikuwa tunapelekwa kwa bibi mzaa baba, tunajua tuko kwetu. Sijui umenielewa. Siku hizi watoto wengi wanaenda kwa bibi mzaa mama kwa sababu mama ameshindwana na mwenza wake na hajajipanga kimaisha, kwa hawezi kukaa na mtoto wake. Anampeleka labda kwa bibi au kwa mama yake mzazi ili ajipange. Hiyo mimi naielewa. Hiyo mimi naielewa. Lakini kuna nyingine tena. Ukiachana na hiyo ya kwa sababu hiyo unayohitaji wewe, maana yake kuna sababu. Kwa bwana mimi sina nguvu. Sina uwezo. Umeelewa? Mama yangu mara nyingi mama anakusaidia. Yes, mama wa mama yako. Kabisa. Kwa hiyo mimi sina tatizo nayo sana maadamu kuna sababu za kiuchumi zinazompelekea mama aseme bana, aidha dada yangu kaa na mtoto wangu au mama kaa na mtoto. Sasa kuna nyingine tena ambayo iko kama ni fashion. Yaani ni ile wazazi wanakaa na mtoto wakiona huyu mtoto huyu naye anatuzibia riziki sasa. Unajua kuna wazazi wa namna hii. Ipo. Mimi nimekutana na mtoto ambaye alipelekwa kwa bibi yake kwa sababu tu mama na baba wanataka wakafanye starehe. Yaani wawe huru. Sasa mtoto ndo anayesababisha starehe hazifanyiki vile wanataka. Umenielewa? Hiyo nimekutana nayo. Yaani nimekutana nayo kwenye moja ya kesi ambazo nimekutana nazo mimi kama mlezi, kama mwalimu wa wanawake na malezi. Kwa hiyo nimekutana na kesi ambayo mtoto kaenda kwa bibi, kule kwa bibi akapata matatizo. Kupata matatizo, serikali inaingilia kati. Wanaulizwa, mtoto anasema mama alisema mimi niende kwa bibi kwa sababu yeye anataka kuwa anaenda disco usiku. Sio, unaelewa? Kuna kesi za kibinafsi sana. Wazazi vijana. Na kwa bado mko wadogo. Umeandika vitabu. Ndio. Unawafundisha nini sasa hivi watu wasichana? Kwanza kabisa, kitu cha kwanza ambacho nawafundisha wasichana, na sio naanza na wasichana wa nje, hata binti yangu. Namfundisha. Huyu wa kwanza alikuwa ni msichana. Ni msichana. Na wengine hawa? Wawili ni wavulana. Kitu ambacho nawafundisha mabinti ikiwemo wa kwanza kabisa ni binti yangu. Kwanza lazima aijue jinsi yake na aipende. Pili lazima ajue yeye kama mtoto wa kike
ni mabadiliko gani atakutana nayo na namna ya kukabiliana nayo, kwa sababu huwa nasema siku zote